Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Ni matumaini yangu umeshinda salama. Nikukaribishe kwenye wasaa wa habari ndani ya Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi jengo la makao makuu ya ulinzi wa taifa lililopo Kikombo jijini Dodoma, akisisitiza kuwa majengo hayo hayapaswi kuwa fahari pekee bali yatumiwe kuimarisha na kusimamia ulinzi wa taifa. Kutoka Dodoma, mwanahabari wetu Roda Simba ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa mazingira ya dunia ya sasa yanabadilika kwa kasi na kwamba usalama haulindwi kwa silaha pekee bali unahitaji mikakati, weledi na matumizi sahihi ya rasilimali zilizopo. Sasa isiwe tu ni fahari yetu, bali majengo haya yatumike kuimarisha na kusimamia ulinzi wa taifa letu. Yatumike kama kituo cha fikra, uchambuzi wa kitaalamu na uratibu wa kisayansi wa mikakati na shughuli za ulinzi zinazoendana na wakati tulionao. Aidha, Rais Dr. Samia amewataka maafisa wa jeshi kuishi na kuzingatia misingi ya kiapo chao. Moyo kabla ya silaha. Mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo ya moyo kabla ya silaha inatukumbusha kwamba msingi wa jeshi imara ni moyo wa kizalendo, nidhamu, weledi, utii na dhamira safi, uadilifu na uaminifu wa askari wake kwa taifa na watu wake. Kwa upande wake, mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda amesema ujenzi wa makao makuu hayo imegharimu bilioni 121 na umetekelezwa na kikosi kazi cha Jeshi la Kujenga Taifa JKT pamoja na Jeshi la Wananchi JWTZ. Jengo kuu la makao makuu ya ulinzi wa taifa linajumuisha ofisi zote za Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na ofisi zote za makao makuu ya jeshi kwa maana ya ngome. Jengo limejengwa kwa ubora na usalama wake ni wa hali ya juu. Jengo linayo miundombinu yote muhimu kwa ajili ya ulinzi wa jengo lenyewe, lakini pia na wale wanaolitumia. Naye Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Raymond Nyansaho amesema jengo hilo linatoa nafasi ya kuweka na kusimamia vifaa muhimu vya usalama wa taifa. Pamoja na silaha za kisasa, lazima uwe na miundombinu pamoja na majengo ambayo yanaweza yakatumika kuhifadhi vile vitu vya kisasa ambavyo vinasaidia ulinzi wa taifa letu. Jengo lile ni jengo, lakini pia linatupa nafasi ya kuweka vitu vya kulinda taifa letu, vifaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nchi yetu iko salama, mipaka, lakini na mamlaka ya uraisi inaweza kusimamiwa na kulindwa inavyopaswa. Makao makuu haya ni ya kwanza kihistoria tangu kuasisiwa kwa jeshi mwaka 1964. Ile ndoto na historia ya wanajeshi kuwa na makao makuu ya kisasa leo imekamilika rasmi. Nikiripoti kutoka hapa katika makao makuu ya ulinzi wa taifa, mimi ni Roda Simba wa Channel 10. Asante Roda Simba kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limekamata jumla ya watuhumiwa 46 kwa tuhuma mbalimbali za makosa ya jinai ikiwemo unyang'anyi wa kutumia nguvu na wizi wa vifaa vya mtandao vyenye thamani ya shilingi milioni 400 ikiwemo gari aina ya Noah yenye usajili namba T457 CQF lililohusishwa na matukio ya wizi maeneo mbalimbali. Tupate taarifa kamili. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Muliro Jumanne Muliro ameeleza kuwa hatua hiyo ni matokeo ya operesheni ya kuanzia Januari 30 hadi Februari 24 mwaka huu. Kila anayeshiriki tukio la wizi kwa nafasi yake, dereva unaendesha gari huku ukiwa na knowledge, ukiwa unaufahamu kwamba hawa ninao wabeba wanakwenda kuiba, na unaona wanaleta mali za wizi kwenye gari, unapeleka kwa mnunuaji wa mali za wizi, wewe naye umesaidia kuiba mali zile.
Aidha, Kamanda Muliro amewataka wananchi kutoa ushirikiano pale wanapohitajika kutoa ushahidi mahakamani ili haki itendeke kwa watuhumiwa, ili kuondoa dhana ya polisi kubambikia kesi raia, huku baadhi ya wawakilishi wa makampuni yaliyoibiwa yakilishukuru jeshi hilo kwa kufanikisha kupatikana kwa baadhi ya mali zilizoibwa. Tunaomba wananchi wote tushirikiane na jeshi letu la polisi kwa sababu wanafanya kazi nzuri sana, na tuwape ushirikiano pale ambapo wanahitaji ushirikiano, tuwe karibu kuliko ni kuwakimbia. Matukio ya wizi, kumekuwa kuna wahalifu wanakuja sehemu ambazo tumeweka mashine hizi katika kumbi za starehe, wanavunja kufuri, wanabeba mashine, wanaenda kuziuza mkoani. Katika hatua nyingine, Kamanda Muliro amefanya ziara katika eneo la Kariakoo kuangalia utekelezaji wa maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa wakati wa ufunguzi wa soko hilo kuhusu kufunguliwa kwa mitaa yote inayoingia sokoni hapo. Wateja wakija wawafuate huku, sio ule mtindo wa kuziba barabara. Lakini pia wewe mwenyewe umesema umeiona faida ya hizi barabara kuwa wazi. Tena faida kubwa sana kiongozi imepatikana. Ila vile vile nilikuwa najaribu kuikumbusha serikali. Hizi bajaji ziwekewe utaratibu wa kuingia mjini. Chanzo cha foleni Dar es Salaam cha kwanza kabisa ni bajaji. Wale wote wema wanaofuata sheria sisi tutawasupport. Lakini wale ambao wanakiuka sheria tumeshawapa elimu na nyinyi mmetuambia tuchukue hatua za kisheria. Sahihi mheshimiwa. Salumu Mkambala, Channel 10.